Simba unajua pia ni moja kati ya timu ambazo zimekuwa hazishindi sana, yani kwenye zile pressing tunasema namna ambavyo wanaweza kushinikiza timu pinzani kwenye eneo la mwisho kwenye final third kwa ajili ya kupora mipira. Ni moja kati ya timu ambazo hazifanyi vizuri sana kwenye eneo hilo, na hiyo inaweza kachangiwa, unaweza kaanza kutengeneza kwa maana kwamba sababu ya kusema aidha Simba ina wachezaji ambao ni wazembe kwenye eneo la juu la kushambulia, ama pengine ni mbinu ya mwalimu kwa namna ambavyo anataka timu yake icheze, kwa sababu mara nyingi tulikuwa tunamuona Leonel Ateba akiwa anacheza mara nyingi anabaki juu isolated, hususan kwenye michezo ambayo wanacheza away. Kwa hiyo ni ngumu kupress afu mkapora mipira kwenye mazingira hayo. Either atapress lakini mwisho wa siku atakuja kusubiri kwenye eneo ambao una watu wengi ambalo ni katikati ya uwanja, ambapo ndo Simba wanaongoza kwa kuiba au kwa kupoka mipira kwenye eneo hilo kuliko klabu nyingine yoyote kwenye michuano hii. Zaidi ya mipira 200 wakiwa wamefanikiwa kufanya hivyo. Kwa hiyo inaonekana Simba pia ni wazuri kwenye kujaribu kukaba ama kuzuia kuanzia kwenye katikati kwenye eneo la katikati ya uwanja kuliko juu. Sio unaelewa? Lakini kwa maana ya wapinzani wao Stellenbosch ni timu ambayo ina wastani tunasema ina wastani mbovu wa kupokonywa mipira kwenye eneo lao la juu. Yaani wenyewe wakiwa kwenye eneo lao wakifanywa pressing kwenye eneo lao, ni timu ambayo ni rahisi pia kupokonywa mipira. Sasa hapo kuna mawili ambayo yanaweza kaenda kufanyika. Either mwalimu wa klabu ya soka ya Simba Fadlu Davis kuangalia madhaifu hayo na kuamua kuyafanyia kazi, ama kuendelea kubaki kwenye mpango wake ambao anauamini. Kwa sababu unaweza kusema kwa sababu hao ni kwa press labda napokonya mipira, ukaamua kuisogeza timu yako juu, alafu ukakuta wakakuadhibu kwa sababu na wenyewe ni bora sana kwenye mashambulizi ya kushitukiza. Na bahati nzuri tuliona taarifa, nadhani Ashley Kupido atakuwa anakosekana kutokana na majeraha, kwa sababu nimeona nafikiri itakuwa ni kama wiki 6 hizi majeraha ambayo aliyapata kwenye mchezo dhidi ya Mazulu. Lakini huyo pia ni moja kati ya silaha zao kubwa, ni mchezaji mwenye kasi. Kwa hiyo kwenye zile mashambulizi yao wanafanya ya kujibu ama ya kushtukiza kwa kuweka mipira nyuma ya migongo ya walinzi wa timu pinzani, then wanakimbia. Huyu ni moja kati ya watu ambao ni muhimu, mshambuliaji wa kati, lakini ana uwezo kwenda kushoto kulia. Anakosekana kwenye huu mchezo dhidi ya Simba. Kwa hiyo kuna namna ambavyo Simba wanaipata ahueni, japokuwa alikuwa hafungi sana, lakini alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anawapatia ile balance ya kimchezaji. Sio, unaelewa? Kwa hiyo unaweza kuona kwamba kuna kitu ambacho kinaenda kumiso. Kiniuliza kwa picha tu ya jumla sasa kwamba Stellenbosch ni timu ya namna gani? Ni timu ambayo naamini kwamba inaweza kaenda kuwapatia Simba ushindani, lakini ni timu ambayo hauwezi kusema kama ni bora zaidi ya klabu ya soka ya Simba, kuanzia kwenye performance yenyewe na hata rating na vitu vingine kama hivyo. Kwa sababu ukimzungumza Simba kwenye rating overall performance, ni timu ambayo unaweza kuiweka kwenye nambari 3 kwa ubora kati ya timu ambazo zimesalia, ambao Stellenbosch yeye utamwona yuko. Unajua kuna maswali sasa, kama hii timu si timu nzuri sana ama si timu bora sana kiasi hicho, iliwezaje kumondosha Zamalek kwenye michuano hii? Yaani kuna code gani ambao waliitumia kuwaondosha Zamalek? Ama Zamalek ni sio bora sana kuliko Stellenbosch, ama Zamalek ni bora lakini kuna code ambayo Stellenbosch waliitumia kuondoa Zamalek? Tukija kwenye mchezo wao dhidi ya Zamalek, ukiangalia